Bana Falia, tafadhali mashukura, ni mwanamichezo mwenzetu popote pale ulipo. Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco. Leo nimekuja kupiga story na Ricardo Momo, Mali Mzingizi. Unakwenda kusikia mengi na mazuri kutokea kwetu. Cha kufanya ni kitu kimoja tu, ungana nasi bwana. Sako kwa bako ili usilele matangazo jadidi kweli kweli, yasiyokuwa na shida wala shaka yeyote ile. Ndio kwanza kumekucha, lakini mambo inaonekana pia kuwa mazuri pale mitaa ya Twiga na Jangwani, kwa sababu taarifa zinaeleza ya kwamba Dep ni miongoni mwa wachezaji ambao wanasubiri kutambulishwa tu ndani ya klabu ya Yanga. Fedha zake ni nyingi kweli kweli, lakini kwa nini tumekuja kupiga naye story Ricardo Momo? Ni kwa sababu yeye ni yule mzee wa ndani kweli kweli. Je, hizi zimemfikia na taarifa ziko vipi juu ya Dep? Basi utakwenda kusikia hapa na siku ingineko. Ricardo Momo, Mali Mzingizi, uko vizuri? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Uzima upo na haulalamiki? Bwana, uzima upo alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwani ulalamiki ndugu yangu? Maisha yenyewe tutaambiwa na buruku mbishadu wala khairi fit. Kulalamika utake mwenyewe kabisa. Bwana Momo, mimi nafahamu miongoni mwa watu ambao vyanzo vyao vinakuwa vya ndani kweli kweli, ama wanapata zile taarifa za kuchimba, basi hausiti kumtaja Ricardo Momo, na ndio maana watu, wewe mwenyewe pia upenda kujiita mzee wa za ndani kweli kweli. Nafikiri hata hizi za ndani za Dep huenda zimekufikia, na tunataka pia kusikia kutoka kwako, kwa mujibu wa vyanzo vyako, taarifa hizi zimefikaje kwenye dawati lako, kwa sababu mengi yanazungumzwa, hasa alipozungumza afisa habari wa klabu ya Yanga kwamba Dube atakuja Zanzibar na mwenzie atakuja naye, watakuwa na mwenzie huenda ni Dep. Unajua, cha kwanza ukisha kuwa kazi hiyo ina hatua nyingi sana, mfano hizi kazi za utangazaji. Yes. Kuna hatua ya kwanza ya kujitafuta, hapo utafanya kila kitu. Okay. Alafu hatua ya pili kujipata, hapa inabidi yani uwe makini. Yes. Alafu hatua ya tatu kuaminika. Yeah. Sasa hapa tunabidi hapa unatakiwa sasa ukishaaminika usiwaangusha na kuamini. Sure. Kwa kujitafuta, kujipata na kuaminika. Yeah. Sasa mimi nishavuka huko kwenye segment ya kwanza ya kujitafuta. Yes. Nishavuka kwenye kujipata. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu na mashabiki wote na wadau wote wamenipokea vizuri. Nishajipata. Sasa nipo kwenye hatua ya tatu ya kuaminika. Yeah. Shaba mzuri. Sasa kuaminika, haupaswi kufanya kila kitu. Yeah. Shaba mzuri. Yeah. Unapaswa ufanye kitu ambacho hakitaondoa uaminifu baina wewe na wale ambao walikuamini. Shaba mzuri. Yes. Kwa mimi katika masuala ya usajili, kama umeangalia, sikujikita sana. Yeah. Katika masuala ya usajili Kabisa. Basi ukiona mpaka nitalizungumzia jambo, basi hilo nina uhakika nalo. Yes. Ndio maana nilizungumzia jambo la Faisal wakati yupo Yanga, natoka Yanga mpaka anakwenda Azam. Pia nilizungumzia swala la Faisal huyo kwamba hawezi kuondoka wapi, hawezi kuondoka Azam. Nakumbuka vizuri. Yes. Kwa mimi kuna vitu nikiviona huaga nitasema kwa kuthibitisha, yeah, ama nitasema kwa kukanusha, lakini mpaka niwe na uhakika na hicho chanzo, najua kwamba hakitoniangusha. Sitaki kuwa na kauli mbili. Yeah. Saa 7 nasema Dandi, kama watu kwenye deal la Faisal, kila mtu saa 7 Faisal na Simba Dandi. Kila mtu. Baadaye update imeshindikana. Kutoka Dandi mpaka imeshindikana. Sitaki kuwa mtu wa namna hiyo. Napenda niseme kitu ambacho kinakuwa kina uhakika. Okay. Basi hata kama sio 100%, basi 90%. Yes. 10 ndio tunamwachia Mungu. Yes. Maki kusema kumwachia Mungu, maki 10 mipango tuseme. Maki tusimwachie Mungu. Mipango, labda unajua mpango wa Mungu unakuwa ina maana yake. Lakini sitaki kurukaruka na kila habari. Sawa. Itakuja kukuharibia. Sawa. Lakini hiyo habari pia hata kama imetoka, nina uwezo pia kuipata kwa namna ambavyo, sasa mfano ukisikia maana za ndani, maana yake sio lazima uwe wa kwanza kutoa habari. Kabisa. Mshapa mzuri. Yeah. Unaweza ukawa mwisho, lakini kuna vitu watu wakawa wanataka kuvijua ambao wengine hawajavijua. Kabisa. Mfano kama leo hii mtu atasema labda Dep ametua Yanga, si ndio? Sasa mimi mzoza ndani nataka nitafahamisha watu ilikuwa Yanga ambao akampata wewe Dep. Yes. Yaani ugumu uliko wapi? Umeona maana za ndani hizo. Yes. Kwa kuna kutoa taarifa na kuwapa watu mambo ambayo yamefichikana. Na mimi kwa lugha za kusema wewe unatoa zile small details ndani kabisa. Yani mfano Pacome igomea Yanga. Kwa nini igomea Yanga? Young Africans.
Kwa hiyo unaweza ukasema tu bana Pacome amegoma huko. Lakini bado hujapa watu kitu kilichoshiba. Sasa mimi nakuja na kukuambia kwamba Pacome kwa nini amegomea Yanga. Umemfahamu vizuri hapo? Ndio maana ya za ndani. Ndio mimi sina haraka na habari. Yaani habari yangu hata ikitoka hata itoke hii bana Conte aondoka Yanga. Si imetoka hiyo habari, si ndio Labda agoma kwenda Singida. Sasa mimi sina haja ya kuitoa kwa haraka. Ila nina uwezo wa kuitafuta sasa kwa nini amegoma kwenda Singida. Ndio watu wanataka kusikia hivyo vitu. Ndio naambia kuna behind the scene, nyuma ya kamera. Sio kilichopo mbele. Mbele movie ushaiona tayari. Lakini nyuma ile movie mpaka ile sehemu mtu labda kapiga beki. Alipijaje beki kumbe sio kumbe pale sio yeye bwana. Kumbe ile kwa mtu pale Afrika pachikwa tu. Muona vizuri vitu kama hivyo Ndio maana ya ndani. Ndio maana mimi huaga sina haraka. Kwa hiyo katika hili masuala ya usajili ukiangalia vitu vingi sana. Wa usajili hata kwenye peji yangu ukipita hata kwenye kipindi. Sisemi wala sithibitishi mpaka kitu niona hakika nacho. Na hata kikitoka pia na uwezo kufuatilia nikataka kujua ilikuwaje mpaka mtu kapatikana. Mfano kama Dep anatoka Ulaya, sasa kutoka Ulaya kuja Afrika. Inabidi kufuatilia hivi mtu yani kashawishika vipi mpaka anatoka Ulaya na anakuja Afrika. Sasa watu wengi hawajui, wanasema Ulaya sio nini. Iko hivi, sasa tuwape za ndani sasa. Hizi nchi za Ulaya hizi za chini hizi. Kuna yani unaweza ukalipwa dola 10,000 lakini ikawa na vitu vingi sana. Alafu ukaja huko Afrika dola 10,000 yako ikawa yani vitu vingi, yani ikawa ni yenyewe imeshiba. Kwa kuna vitu viwili. Kwa mtu anaangana umri wangu zingine labda miaka 26. Hapa ninapocheza malengo yatakuwa ni yale, sio yale. Kwa target labda ni pesa. Singine kule hapo cheza Dep kule zingine analipa zingine dola 3,000. Chanzo huko Yanga zingine ana uwezo kutaka mpaka dola 20,000 na akapata. Ushafahamu mzuri ambao ni nzima kabisa. Hata mfano dili la Mpanzu, mimi nikana mtu ananiambia baba Mpanzu kule Genki pesa ilikuwa inalipwa sawa ni kiasi fulani, lakini sasa ilikuwa ina vitu vingi. Ina makato mengi. Na pia umri mtu anaangalia, lakini akija huku sawa kusema ndio akakata Ulaya. Unaangana malengo na target pia. Huku unaweza ukademand sema dola 30,000 ambayo ikae ni yenyewe imeshiba yenyewe. Haina makando yoyote, yani imeshiba. Take home unajua hiyo. Kule Ulaya ukiambia 10,000 unajua take home zinasongeza kuondoka 5,000. Nifahamu vizuri. Kwa sababu unaangalia nyakati na malengo. Je, umri wangu ulikopo nao? Hizo ndoto za kucheza huko kufika huko Manchester inawezekana? Jibu haliwezekani. Basi nenda sehemu ambayo unajua utaingiza pesa. Ndio maana watu wengi wanafanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo watu wasishangae mtu kutoka Ulaya kuja hapa. Kuna vitu vingi sababu mataifa bado ni madogo haya. Na watu sisi hawachezei kwa ajili ya mapenzi wala kwa ajili ya kuonekana nimefika sehemu fulani. Watu sisi wanachezea kwa ajili ya maslahi, pesa. Kwa kiona kuna sehemu pesa inapatikana, anarudi nyumbani. Trezeguet ule Mahmoud Trezeguet ule wa Misri ule kwa Ulaya katoka Uturuki ule karudi Al Ahly, sababu anaangalia umri nikopo nao. Sasa hivi pesa nikisema nibaki Ulaya sitapata pesa ambayo sitapata thamani kama nitakayopata Al Ahly. Sasa Ulaya kama bwana unalipa dola 50,000. Al Ahly ukamwambia mimi nataka dola 100,000. Wakakupa kwa sababu thamani yako ishakuwa yani sio ndogo kwa Afrika, ni kubwa. Ila kwa Ulaya ishabaki kuwa ndogo kabisa. Ziyech kaenda Wydad. Ben Yedder kavunja mkataba wa Uturuki, ameenda Wydad. Kwa sababu gani? Maslahi. Mtu sivyo anaangalia maslahi kwamba huku nabaki Uturuki, sasa nimebaki Uturuki, lakini sangia mshahara wa dola 75 wananipa shamzu, lakini huku wamekubali kuingia dola 70,000. Unachagua ipi hapo? Lazima uangalie wapi maslahi. Kwa sababu watu sivyo wanaangalia sana maslahi, hawaangalii CV wala mapenzi, maslahi. Kwa maana watu wasistushwe na sajili kama hizi. Mtu kutoka Ulaya kuja Afrika. Ulaya gani unaizungumzia? Ipo Ulaya nyingine bora tu baki Afrika ndugu yangu. Naam. Ricardo, Yanga walishaifanya sajili kama hii ambayo unahusishwa nayo na kuonekana kwamba muda si mrefu huenda kaenda kutimia kwa maana ya Rolindo Dep ndani ya klabu ya Yanga. Hii haina tofauti sana na sajili ya Momo Dumbi ambaye kwa sasa inasemekana Young Africans kama vile hawana mpango wa kuendelea naye kwa maana ya kubaki pale klabuni, wako radhi wamtoe hata kwa mkopo nje ya klabu ya Yanga. Lakini naye pia ilitokea Ulaya. Sajili hizi mara nyingi kama vile hazinufaishi Young Africans. Ilisha pia kutokea I think kwa mtu somebody kama Bigilima na hivi kutoka Newcastle United ilipambwa namna hiyo, lakini hakufanya vyema ndani ya viunga vya Twiga na Jangwani. Hii haiwezi kuwa picha zile ambazo tumezizoea
zitajirudia za kina Mkandala hizo hizo? Lazima ina hofu cha kwanza, Yes. kwa sababu ni jambo ambalo ukishafeli mara mbili, japokuwa ya pili sidhani kama naweza nikasema imefeli. Inaweza system tu ya namna ya uchezaji, wakaona wanamtumia tofauti. Yaani matakwa kama Dumbi ameonyesha kitu. Tumeona hata mechi ilivyoingia dabi ya Simba, alikionyesha utulivu, akili yake, pasi zake anavyopiga. Ila nafikiri nafasi ambayo anaipatiwa aweza kasi sahihi kwake. Wanamforce kucheza na attacking. Ule sio attacking. Ule ana sifa ya kuwa holding. Yaani holding ni mtu ambaye sema ambaye mtu alikana vuna labda kina Rodri wale, kuna kina Xavi Hernandez. Aliloiki mchukua Xavi Hernandez ukampange namba 10 enzi zile, utampa adhabu tu. Kwa viungo ambao wanahitaji sehemu ambao wata control timu, wana control mpira, yani atamua mpira uende wapi. Yaani sio viungo ambao unajua, ukiangalia mfano Barcelona ile Xavi na anakaa kiungo hatari, si ndio? Lakini Xavi na Dani Alves ana assist nyingi huko Xavi Hernandez. Mimi nalijua hilo. Sio mzuri. Kwa sababu sifa ya Xavi Hernandez, sifa yake ilikuwa sio kupiga pasi za mwisho. Ku control team. Sasa ndio kimwangalia Dumbi ndio ana sifa hiyo. Kwa hiyo siamini kama amefeli, na mimi labda system na mhitaji tofauti na yeye. Sio mzuri. Anachotoa. Sasa unakuja kwa striker huyu. Cha kwanza striker mwalimu mwenyewe ndio huyu mwalimu. Ndio imekuwa chaguo lake. Haikuwa target ya Yanga. Mwalimu amekuja, ametazama namna mpira anataka kucheza na kitu ambacho anataka kukifanya. Nimsikia kama juzi anasema kuna wakati anatamani atumie 442. Atumie 442 kwamba ma striker wawili. Lakini sasa kuna type labda anahitaji striker, ndio ameamini kwa depth inapatikana. Shamba mzuri ndio usajili ambao alisisitiza yeye mwenyewe, na hata Yanga kufanya, lakini kama kuna gharama umetoka umezingia, basi mwalimu ndio anafanyaje amesisitiza. Kwa hiyo ikiwa kitu mwalimu amekihitaji na ndio ametoa option, kwa anajua namna gani kwenda kukitumia. Sasa wengi unakuta wana kama mfano ule Bigirimana sio mahitaji ya mwalimu. Klabu kama klabu. Shamba mzuri Dumbia sio mahitaji ya mwalimu, klabu kama klabu. Kwa mwalimu anapokuja sasa anaweza akamwambia fanya kitu fulani. Kumbe wewe ikawa tofauti na mwalimu anavyotaka. Lakini mwalimu anapomtaka mtu anajua kama huyu namchukua namtumia katika aina fulani na atanipa kitu, kwa sababu alishawahi kumfundisha huyo mchezaji. Ni timu taifa ya Angola na ameweza kutoa kitu ambacho yeye anaamini anaweza kufanya akasaidia. Kwa hiyo tupende kuvipa vitu nini muda. Sio mzuri kwa sababu anasema usiache kujaribu. Yaani usiache chimba mpaka ipo siku utakutana na dhahabu. Kwa hiyo yani usiogope, yani kama kuna mtaji upo hadi Ulaya anapatikana ukaogopa, tumchukue Bigirimana alifeli, huyu ni Bigirimana. Tumemchukua Dumbia naye atumuelewi, huyu ni Dumbia. Huyu ni Dep. Wewe sijua nini atakupa. Sio kila anayekuja kutoka sehemu anaweza kufanyaje. Tunao mapila kibao hapa ametoka Ghana. Wote wanakuja hapa Ghana hapa. Wote wamefaulu? Hapana. Na wote wamefeli? Hapana. Wapo ambao wametoka Kongo, wote wamefaulu? Hapana. Na wote wamefeli? Hapana. Wapo ambao walitoka sui Mali, walitoka sui Kameruni, wapo waliofaulu, wapo waliofanyaje? Wamefeli. Lakini timu zilikata tamaa kusema tusende Ghana, tusende Ivory Coast. Haiwezekani. Kwa hiyo nao Yanga wasikate tamaa. Wakisikia mtaji wote yupo anapatikana kutoka Ulaya, watumie hiyo nafasi, kwa sababu anayekopa Ulaya akija hapa kama inakubali tofauti na anatoka Afrika. Bwana ni Maalim Mzingizi Ricardo Momo huyo akitupitisha viwanjani, lakini taarifa zaidi ni Dep kutua pale mitaa ya Twiga na Jangwani. Nafikiri ni swala la muda tu. Taarifa hizi bwana zimekuwa kidogo na uhakika wa asilimia kubwa kulingana pia na vyanzo mbalimbali kuripoti hivyo, lakini baadhi pia viongozi wa klabu ya Yanga walikuwa wakilizungumza kwa nyakati tofauti, na hili limekuwa pendekezo la Mwalimu Pedro Gonçalves ambaye ni mwalimu mpya ndani ya klabu hiyo ya Young Africans. Mambo ni mengi kweli, muda ni mchache, lakini muda huo mchache pia haufanyi sisi wana michezo tushindwe kupeana taarifa bora za michezo na burudani.